Wa Uondo TV. Hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jerema, the best presenter wa Uondo TV. Stori kubwa ni mchezo wa NBC Premier League, Tabora United zidi ya mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans. Mchezo ambao unatazama kuangaza kwa kiasi kikubwa kwa sababu ukijaribu kutaja miongoni mwa timu ambazo zimeonekana kuwa dominant kwenye NBC Premier League, lazima uizungumzie timu ya Yanga, lazima uizungumzie timu ya Tabora United. Uchambuzi kwanza, ukijaribu kuangalia kikosi cha Tabora, ni moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wazuri kwa kiasi kubwa, kwa sababu unamzungumzia mtu kama Bikoko, unamzungumzia mtu kama Ebeneza Makambo, unamzungumzia mtu kama Yakuba Sony, Ofen Chikora. Hawa ni wachezaji ambao wamekuwa na uwezo, lakini wanajua namna gani ambavyo wanaweza kaisaidia timu in terms of performance. Of course ni timu ambayo ipo kwenye form, inajua vitu gani ambavyo ikivifanya inaweza kaisaidia timu kwa kiasi kubwa kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini hiyo Tabora ambao watu wengi wamekuwa wanazungumza kama timu ya kawaida, inabidi ujiulize maswali mara mbili. Kwa nini mchezo wa kwanza Tabora United ilipata ushindi mbele ya Dar es Salaam Africans magoli 3-1 katika dimba la KMC Complex? Hicho ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa na watu wengi kwenye mitandao ya kijamii. Lakini ukijaribu kuangalia azi ya mchezaji mmoja mmoja, unaona kwamba Tabora inaweza ikaonesha ushindani kwa kiasi kubwa, ikaonesha ule dominant ambao tumekuwa tunazungumzia, ule utawala, kujua namna gani ambavyo inaweza ikatumia patterns kwa kiasi kubwa, kwanza kwenye eneo la goalkeeping, kuja kwenye eneo la left fullback pia, lakini eneo la center defenders wa Tabora United ni kitu ambacho wamekuwa wakifanya kama consistency au kama mwendelezo. Lakini talking about striker wa Tabora, mtu kama Yakuba Sony, mtu kama Ofen Chikora, mtu kama Makambo kwenye eneo la final third, hawa ni wachezaji ambao wameonekana kuwa na uwezo mkubwa, lakini kujua vitu gani ambavyo wakivifanya wanaweza kaisaidia timu kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Of course tunajua kama Tabora inapita kwenye transition period kwa sababu mwalimu ambao alikuwa nayo mpaka sasa hivi hawana, wale mwalimu mwingine ambaye na huyo mwalimu ambaye ameongezeka na Tabora, kuna namna ambavyo anaweza akawa na ushawishi mkubwa kuweza kuisaidia timu ya Tabora yote kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia Yanga ni timu ambayo imekuwa inajulikana kwamba inaweza ikatumia wale wachezaji ambao inaamini nao ule tunasema kwamba yale madaraja ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kuweza kuisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu ukijaribu kuanza kwenye eneo la goalkeeping, maybe unamzungumza mtu kama JDR, goalkeeper namba 1 wa timu ya taifa ya Mali, lakini goalkeeper namba 1 wa timu ya Dar es Salaam Africans, goalkeeper ambaye ni wa kisasa kwa sasa hivi, basic modern international classic goalkeeper ambao tumekuwa tunawasema modern goalkeeper, ambaye ana uwezo mkubwa, anajua namna gani ambavyo anaweza akaiprotect team, akaianzisha team, zile transition patterns ambazo tumekuwa tunasema ni kitu ambacho ameonekana kufanya mtu kama Diarra, skin protector. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo amekuwa anavifanya nje ya kiwanja, lakini pia ndani ya kiwanja. Lakini ukija in terms of ndani ya kiwanja, unaona kama ni goalkeeper ambaye ana deserve kufanya vile vitu ambavyo amekuwa anavifanya. Ukija kwenye issue nzima ya kureceive mpira aidha kwenye mguu au kwenye deep freezer, ni vitu ambavyo amekuwa anakifanya kwa kiasi kubwa. Lakini sio Diarra, angalia mtu maybe kama Shelo la Kiboka, angalia mtu kama Ize Patrick Kimwena, nafikiri kwamba ni consistency ambayo imekuepo au partnership ambayo imeshaanza kutengenezwa kwenye eneo la left fullback, lakini kwenye eneo la right fullback ni watu ambao wamekuwa wanafanya zile overlapping kuanzia kwenye eneo la defensive kwenda kwenye eneo la offensive, kuvuka mpaka ule mstari, kujua namna gani ambavyo hao wachezaji wanaweza wakawa na madhara kwenye eneo la mwisho. Lakini sio Israel Patrick Kimwenda peke yake, sio Shelo la Kiboka peke yake. Unakuja kwenye eneo la center defenders wa Dar es Salaam Africans, unamzungumza mtu kama Dickson Job, unamzungumza mtu kama Ibrahim Baka. Hawa ni wachezaji wazuri ambao nafikiri kila mtu anaamini ule ubora ambao amekuwa nao, anaamini kazi kubwa ambao wamekuwa naifanya, lakini anaamini kitu gani ambacho wakikifanya wanaweza kaisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini sio wachezaji pekee ambao tumekuwa tunazungumzia. Ukija kwenye eneo maybe la midfield au eneo la katikati, kuna wachezaji wengi sana ambao wana uwezo mkubwa. Unamzungumzia mtu kama Duke Abuya, unamzungumza mtu kama Mdathi Abbas. Angalia majukumu mama ambao amekuwa anafanya mtu kama Duke Abuya, timu kama haina mpira lakini kama timu ina mpira. Angalia kwenye ile holding midfielder, kwenye kiungo wa chini, kazi ambayo amekuwa anaifanya, kazi mama yake ni ipi? Angalia mtu kama Aucho yupo, backup yake ni yupi? Backup yake anakuja mtu kama Duke Abuya. Na of course in terms of Duke Abuya peak performance ambayo amekuwa nao, of course ukijaribu kuangalia utofauti wa daraja kubwa of experience mtu kama Aucho na Duke Abuya ni vitu viwili tofauti. Lakini kazi ambayo anaifanya Duke Abuya, nafikiri kwamba Aucho na mwenyewe anaweza kufanya kile kitu ambacho anakifanya, japokuwa sio 100%, lakini at least unaona kwamba yes kuna auenda. Lakini angalia mtu kama Mdathi Abbas kwenye eneo la holding midfielder namba 8, namna ambavyo anajaribu kuoffense, namna ambavyo anajaribu kudefense kutoka kwenye ile box ya namba 8 kusogea mpaka kwenye kupeleka zile tunasema kwamba pass kwenda kwa striker aidha ni Dube au maybe umekuja na mtu kama
Clement Mzize ni kitu ambacho amekuwa anakifanya. Lakini ukija kwenye eneo la umaliziaji una mtu kama Dube ambayo in terms of goal ana almost goli 10. Goli ambao mpaka sasa hivi ni kinara ndani ya klabu ya Yanga. Kuna vitu vingi sana ambavyo amekuwa anavifanya Dube ambavyo vinaweza vikaisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini sio Dube peke yake ambaye amekuwa kwenye huo mwendelezo. Tunamzungumzia mtu kama Pacome, Stefan Aziski, lakini wote ambao tumekuwa tunazungumza kina Maxim pia Nzengeli, ambao wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, ambao wanaweza kaisaidia timu, ambao kuna vitu ambavyo akiwa anafanya ndani ya kiwanja, of course unaona kwamba they deserve kufanya kile kitu ambacho anaamini kwamba akifanya kinaweza kaishawishi timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nafikiri Mirodi Amudi, kocha wa Desmond Gevkans, ni kocha ambaye anaamini kama ile kauli ya Mourinho alishawahi kuzungumza kwamba ukiwa na wachezaji ambao wana experience, wanajua kila kitu ambacho anakifanya, ile determination of players haikupi nafasi kubwa au asilimia kubwa kuweza kuzungumza kwamba wachezaji wanahitaji kitu kipi. Wanakuwa wamesha deserve, wanakuwa wanajua namna gani ambavyo wakifanya hapa kwa wana standard zile level ambazo wanazo. Hiyo Yanga ambayo ina Pacome, Yanga ambayo ina Maxi, Yanga ambayo ina Stefan Aziski, Yanga ambayo ina Chama, Yanga ambayo ina Diarra. A lot of skills matured players ambao wana experience sasa kwenye mchuano wa kimataifa, lakini kwenye mchuano ndani ya tunasema NBC Premier League. Kwa hiyo overall unaona kama ni mchezo ambao utakuwa wa kupishana Tabora United dhidi ya Yanga. Na nafikiri kwamba ni mechi ya kisasi kwa sababu Tabora ukijaribu kuangalia msimu uliopita ilipata ushindi goli 3-1. Kwa hiyo ni kitu ambacho inabidi ujiulize kwamba Yanga maybe walifeli wapi kwenye mchezo uliopita, lakini hapa kitu gani ambacho wanaweza kukifanya. Of course maneno yamekopa kwenye mitandao ya kijamii, lakini huwezi kushindwa kuzungumza kulingana na ule ubora ambao wameonekana kuutengeneza. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho na kuishauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Mechi kubwa ni Yanga Sports Club ambao wanakaribishwa na Tabora United katika dimba la Ali Hassan Mwinyi kutokea pale Tabora. Hipi timu ambayo inaweza ikapata ushindi.